Katika kijiji kidogo cha pwani karibu na Zanzibar, aliishi mwalimu kijana aitwaye Amina. Amina alikuwa mwalimu wa nidhamu na heshima kubwa shuleni. Wazazi na wanafunzi wote walimpenda kwa sababu ya tabia yake nzuri na moyo wa kusaidia kila mtu. Lakini siku moja, jambo la ajabu lilitokea. Siku ya Jumatatu asubuhi, wanafunzi walikuwa darasani wakimsubiri. Mlango ulipofunguliwa, Amina aliingia polepole sana. Uso wake ulikuwa umechoka na mkono wake ulikuwa umeshika tumbo lake. Wanafunzi wakaanza kunong'ona. Mbona mwalimu anaonekana tofauti leo? Mmoja akauliza. Baada ya siku kadhaa kupita, uvumi ulianza kuenea kijijini. Watu walikuwa wakisema jambo lile lile. Mwalimu Amina ana mimba. Habari hiyo ilishtua kila mtu. Wazazi wakaanza kuuliza maswali, walimu wenzake wakashangaa na hata wanafunzi wakabaki na mshangao mkubwa. Siku moja, mkuu wa shule alimuita Amina ofisini. Amina, kuna maneno mengi yanazunguka kijijini. Je, ni kweli una mimba? Aliuliza kwa sauti nzito. Amina alinyamaza kwa sekunde chache. Macho yake yakajaa machozi. Ndipo akasema kwa sauti ya chini. Ndiyo, ni kweli. Ofisi ikatulia ghafla kama hakuna mtu anayepumua. Mkuu wa shule akauliza swali lililokuwa linawasumbua wengi. Lakini, baba wa mtoto ni nani? Amina akainua macho yake polepole, akasema maneno yaliyomfanya kila mtu ashindwe kuamini. Baba wa mtoto ni mtu ambaye hakuna hata mmoja wenu angetarajia. Habari hiyo ilipoenea, kijiji kizima kilianza kuishi kwa mashaka. Watu wakaanza kutaja majina ya watu tofauti tofauti. Wengine wakasema ni mfanyabiashara tajiri, wengine wakasema ni kiongozi wa kijiji. Lakini ukweli halisi ulikuwa bado umefichika. Na siku ambayo Amina aliamua kusema ukweli mbele ya watu wote wa kijiji, ukweli ule ulisababisha ukimya mkubwa kuliko hata uvumi wenyewe. Lakini ndani ya moyo wangu najua kila maumivu yana